Korea Kaskazini ni nchi inayopatikana Asia Mashariki katika upande wa kaskazini wa rasi ya Korea na imekuwa chini ya utawala wa kurithishana wa familia ya Kim tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Japan mwaka 1945 hadi sasa. Kim Il-sung alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo na alitawala kuanzia mwaka 1948 hadi kifo chake mwaka 1994, na baadaye mtoto wake Kim Jong-il alimrithi na kuendelea kuwa kiongozi wa taifa hilo hadi mwaka 2011. Baada ya kifo cha Kim Jong-il, mtoto wake wa tatu Kim Jong-un alimrithi na kuendelea kuwa kiongozi wa nchi hiyo hadi sasa. Korea Kaskazini kimataifa inachukuliwa kuwa taifa la kidikteta na utawala wa familia ya Kim imekuwa ikikandamiza wapinzani na kuwa na udhibiti mkubwa juu ya maisha ya raia wote wa nchi hiyo. Nchi hiyo inaendelea kuwa na uhusiano mbaya na nchi za Magharibi na pia imekuwa ikikumbwa na changamoto za kiuchumi na kijamii, ikiwemo uhaba wa chakula na vifaa vya kimsingi na ukosefu wa uhuru wa kisiasa na kijamii. Korea Kaskazini imekuwa na uhusiano mbaya na mataifa ya Magharibi kwa sababu ya sera zake za kijeshi za ukiukwaji wa haki za binadamu. Pia nchi hiyo imekuwa ikikataa kufuata kanuni za kimataifa na imekuwa ikifanya majaribio ya silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu ambayo yamezua wasiwasi mkubwa katika jamii ya kimataifa. Serikali ya Korea Kaskazini pia imekuwa ikikandamiza haki za kiraia na za kisiasa za raia wake na kufanya vitendo vya ukandamizaji, mateso, mauaji dhidi ya wapinzani wake na wale wanaodai uhuru wa kisiasa na kidini. Mbali na hayo, Korea Kaskazini imekuwa ikidai kuwa inaendelea na mpango wake wa kujenga silaha za nyuklia kama kinga dhidi ya uvamizi kutoka nchi za Magharibi, na hivyo kusababisha wasiwasi mkubwa kwa nchi za jirani na jamii ya kimataifa kwa ujumla wake. Sera za kijeshi za Korea Kaskazini zimejikita katika kuendeleza nguvu za kijeshi kwa lengo la kulinda utawala wa Kim na kujilinda dhidi ya uvamizi kutoka kwa nchi za nje. Nchi hiyo ina jeshi kubwa la ardhini, baharini na angani na imewekeza sana katika teknolojia ya kijeshi ikiwemo silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Korea Kaskazini imekuwa ikifanya majaribio ya silaha za nyuklia ya makombora ya masafa marefu na kudai kuwa inaendelea na mpango wake wa kuimarisha nguvu za kijeshi kama kinga dhidi ya uvamizi kutoka nchi za Magharibi. Kwa ujumla, sera za kijeshi za Korea Kaskazini zimejikita katika kuendeleza nguvu za kijeshi na kutumia vitisho vya kijeshi kama njia ya kulinda utawala wa Kim na kujilinda dhidi ya uvamizi kutoka nje. Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa ya silaha za nyuklia na urushaji wa makombora ya masafa marefu. Jaribio la kwanza lilifanyika Oktoba mwaka 2006 ambapo Korea Kaskazini ilitangaza kufanya jaribio la kwanza la silaha za nyuklia. Kukiwa na mfululizo wa majaribio kadhaa katika miaka iliyofuata, hatimaye mwaka 2017 Korea Kaskazini ilifanyia majaribio kombora la ICBM Hwasong-12 ambalo lilifuatiwa na majaribio mengine ya silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu yanayoweza kuruka kutoka bara moja hadi lingine. Pia imekuwa ikifanyia majaribio Hwasong-14 ambalo lina uwezo mkubwa zaidi na uwezo wa kusafiri takriban kilomita 8,000, hata ijapokuwa baadhi ya tafiti zinasema kwamba linaweza kufikia hadi kilomita 10,000, umbali wa kusafiri hadi mjini New York nchini Marekani. Ni mataifa ya Marekani, Urusi na China yaliyo na silaha inayoweza kuruka umbali huo. Makombora aina ya hypersonic husafiri kwa mwendo wa kasi na chini ili kuweza kukwepa kutambulika na rada. Mwaka 2022 Korea Kaskazini ilirusha kombora kuelekea Japani ambalo lilisafiri takriban kilomita 4,500 ambazo ni sawa na maili 2,800 kabla ya kuanguka katika bahari ya Pasifiki, jambo ambalo haikufanya tangu mwaka 2017. Mnamo mwaka 2018 Kim Jong-un alitangaza kusitishwa kwa majaribio ya nyuklia na makombora ya masafa marefu baada ya kukutana na rais wa Marekani wa wakati huo
Donald Trump na kumwahidi kwamba Korea Kaskazini itaharibu vituo vyake vyote vya kurutubisha nyuklia. Hata hivyo, shirika la Umoja wa Mataifa la Atomic linasema kuwa picha za satellite zinaonyesha kuwa Korea Kaskazini ilikuwa imeanzisha upya kinu ambacho kinazalisha silaha za kiwango cha plutonium. Shirika la kimataifa la nishati na atomic IAEA pia linasema mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini umepiga hatua na kazi ya kutenganisha plutonium na kurutubisha uranium na shughuli zingine zikiendelea. Lakini baadaye mwaka 2022 kiongozi wa Korea Kaskazini alitangaza kwamba hafungwi tena na masharti hayo. Ilishuhudiwa mwaka 2022 Korea Kaskazini ikifanyia jaribio la kombora kubwa zaidi kujaribiwa na nchi hiyo, kombora aina ya Hwasong-17 lenye uwezekano wa kusafiri masafa ya kilomita 15,000 au zaidi. Pia linaweza kubeba vichwa 3 au 4 vya nyuklia badala ya moja tu na kufanya iwe vigumu kwa mataifa mengine kujilinda dhidi yake. Lakini je, Korea Kaskazini hadi sasa inamiliki silaha za aina gani? Imekuwa vigumu kwa jumuiya ya kimataifa kujua hasa ni aina gani za silaha ambazo Korea Kaskazini inamiliki, zaidi ya kutambua aina ya silaha ambazo Korea Kaskazini imekuwa ikifanyia majaribio. Silaha zenye matoleo aina tofauti, na miongoni mwa hizo ni bomu la kilotoni 100 ambalo lina nguvu mara 6 zaidi ya lile ambalo Marekani ilidondosha huko Hiroshima nchini Japani mwaka 1945. Silaha nyingine ni matoleo kadhaa ya makombora aina ya Hwasong, na kombora kubwa zaidi aina hii ni Hwasong-17 lenye uwezekano wa kusafiri masafa ya kilomita 15,000 au zaidi. Matoleo ya awali ya silaha hii ni Hwasong-12, Hwasong-14 na Hwasong-15. Makombora mengine yaliyowahi kutengenezwa na Korea Kaskazini ni KN-23 na lingine ni Nodong lenye uwezo wa kusafiri kilomita 1,500, Park Gukson 3 lenye uwezo wa kusafiri kilomita 1,900, Park Gukson 2 lenye uwezo wa kusafiri kilomita 2,000 na lingine ni Musudani ambalo lina uwezo wa kusafiri kilomita 4,000. Ni muhimu kuzingatia kuwa majaribio yote haya yamefanyika katika miaka ya karibuni kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2023. Mgogoro wa nyuklia kati ya Korea Kaskazini na jumuiya ya kimataifa unaendelea hadi sasa, na juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu zinaendelea. Februari 8 mwaka 2023, Korea Kaskazini ilionyesha onyesho lake kubwa zaidi kuwahi kutokea la makombora ya masafa marefu ICBMs, idadi ambayo wachambuzi wanasema inaweza kuleta changamoto katika mfumo wa ulinzi wa Marekani. Takriban dazeni za ICBM na masafa marefu zilionyeshwa kwenye gwaride la kijeshi. Maonesho hayo pia ilihusisha makombora ya mafuta imara ambayo yanaweza kurushwa kwa haraka zaidi. Hata hivyo, utawala wa Kim haujawahi kufanyia majaribio makombora ya masafa marefu ya mafuta. Baadaye mwezi Aprili mwaka 2023, Korea Kaskazini ilifanya jaribio la silaha la kichokozi zaidi baada ya miaka mingi, na hii ilikuwa ni mara baada ya kurusha kwa mara ya kwanza silaha maalum ya bara hadi bara. Silaha hiyo inasemekana kuwa vigumu kugunduliwa na adui na kwamba ina uwezo wa kufika kwenye bara la Marekani. Wiki moja baadaye, Marekani, Korea Kusini na Japan walifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi kwenye maji ya kimataifa karibu na ufuko wa mashariki wa Korea Kusini, yakilenga mbinu za kugundua na kunasa pamoja na kushirikiana taarifa kuhusu silaha za Korea Kaskazini. Akijibu hatua hiyo, afisa wa kijeshi wa ngazi za juu wa Korea Kaskazini alionya Marekani kwamba inahatarisha kusababisha mzozo wa kiusalama. Hadi sasa nchi hiyo imefanya majaribio 4 ya makombora ya masafa marefu yani ICBM ndani ya mwaka 2023 na majaribio 7 tangu mwanzoni mwa mwaka 2022. Wataalamu wanasema kuzinduliwa kwa makombora haya mapya kulionekana kuwa ujumbe kwa utawala wa Biden kuhusu kuongezeka kwa uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini. Mwezi Februari mwaka 2023, nchi 9 wanachama wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa ikiwemo Marekani zilikosoa ukimya wa Umoja wa Mataifa
kuhusu majaribio ya silaha za nyuklia yanayoendelea kufanywa na utawala wa Korea Kaskazini. Majaribio ya silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu yanayofanywa na Korea Kaskazini yamefanya jumuiya ya kimataifa kuiwekea nchi hiyo ya bara la Asia vikwazo mbalimbali vya kiuchumi. Miongoni mwa vikwazo hivyo ni vile vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka 2017 vilivyotoa masharti kuhusiana na ununuzi wa mafuta wa Korea Kaskazini kutoka mataifa mengine na pia kupiga marufuku biashara yake ya kuuza nguo zake kwa mataifa ya kigeni. Korea Kaskazini ilisema vikwazo hivyo ni kama vita dhidi yake. Kuna mambo kadhaa ambayo yamemfanya Kim Jong-un awe kiongozi anayetambulika sana duniani. Baadhi ya mambo hayo, moja ni urithi wa familia. Kim Jong-un ni mtoto aliyekuwa kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-il, ambaye naye alirithi madaraka kutoka kwa baba yake Kim Il-sung. Hivyo Kim Jong-un alipata urithi wa familia yake na kuwa kiongozi wa tatu wa taifa hilo. Jambo la pili ni programu ya nyuklia, ambapo Korea Kaskazini imekuwa ikiendeleza programu ya nyuklia na kufanya majaribio kadhaa ya silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Hii imefanya jumuiya ya kimataifa kumtambua na kumzingatia kama kiongozi hatari anayeweza kusababisha hatari kubwa kwa usalama wa dunia. Sababu nyingine ni siasa kali. Kim Jong-un ameendeleza siasa za chama cha wafanyakazi cha Korea ambazo ni kali na zinaweka mkazo kwenye usalama wa taifa na utawala wa kiongozi mmoja. Hii imefanya Korea Kaskazini kuwa taifa lenye mfumo wa kipekee na linalotofautiana sana na nchi nyingine duniani. Sababu ya nne ni uwezo wa kijeshi. Korea Kaskazini ina jeshi kubwa na lenye uwezo mkubwa wa kijeshi na Kim Jong-un ameendeleza uwezo huo. Hii imefanya Korea Kaskazini kuwa tishio kwa nchi jirani na pia kusababisha wasiwasi mkubwa kwa jumuiya ya kimataifa. Jambo la tano ni siasa za uchumi. Kim Jong-un ameendeleza siasa za uchumi za Korea Kaskazini ambazo zinajumuisha uchumi wa kujitegemea na kuzingatia maendeleo ya viwanda. Siasa hizi zimefanya Korea Kaskazini kuwa na uchumi dhaifu na kuathiri maisha ya wananchi wake, lakini pia zimefanya Kim Jong-un kuwa na nguvu ya kisiasa ndani ya nchi hiyo. Kwa ujumla, Kim Jong-un ameendeleza siasa kali za chama cha wafanyakazi cha Korea Kaskazini, programu ya nyuklia na uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini, na hii imefanya dunia imtambue na kumzingatia kama kiongozi hatari anayeweza kusababisha hatari kubwa kwa usalama wa dunia. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala haya ni mimi Yasin Shaula. Hadi wakati mwingine, kwaherini.